Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Mpenzi mtazamaji, ni Fizi News 24 ambayo inakuwa nakupa habari kaza zenye kuchunguzwa, na inakuwa ni fursa kwako kuweza kutambua mambo kaza yaliyotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu zingine. Tukumbushe kwamba Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu zitaanzia na uko Bibokoboko ambako kuhamasisha wananchi juu ya kuishi kwa amani kati ya makabila mbalimbali yenye kuwa Bibokoboko na yale ya Muji wa Baraka ndio ilikuwa lengo kuu la ziara ya kikazi ya mjumbe wa Rais Felix Antoine Tshisekedi kutoka mjini Kinshasa kufika pa Bibokoboko, akishindikizwa na kamanda Muri William Yakutumba. Katika mahojiano yake na TV yako kwenye line ya simu namba moja wa SNPCC, kamanda Muri William Yakutumba ametoa mwangaza juu ya ziara hiyo. Tulipokea mjumbe kutoka Kinshasa. Tulimpokea pale jana, alivuka akakuja akafika hapa. Leo nikaitwa kule kusema kama tumpeleke tumsindikize hadi kufika Bibokoboko. Ndio tulimpeleka. Kaenda akaonana na wale watu wa Bibokoboko, akazungumza mambo ya kuleta amani kati ya mji wa Bibokoboko na mji wa Baraka. Raia ya Bibokoboko na Baraka iko na mawasiliano. Hivyo tu, hakuna lingine kuongeza pale. Mjumbe kutoka Kinshasa ni chargé de mission wa rais tena conseiller wake mumatiere ya pacification ya maisha. Labda upande wako, kwa sababu umefere parti ya hiyo cortege, unaweza kuambia wananchi nini? Kwa sababu watu wanatathmini tofauti. Wengine wanasema na kuweje kamanda ya Kutumba anaweza kufika Bibokoboko namna gani, sijui. Wengine wanasema hivi, labda ungetoa mwangaza hapo kiongozi. Unajua ni processes. Nadhani kama serikali inatuma watu kuja kutafuta amani miongoni mwa maetini, ndio processes inaanza. Ndio ingali mwanzo wa processes. Mimi siwezi kuwa na commentaire sana hapana. Ingali kesho ya kuona kwanza kabila zote waliona watu wa Boko, waliona watu wa Baraka, waliona wa Fuliro, waliona wengine. Ndio processes inaanza polepole. Najua kama sisi mission yetu sisi kama vile wazalendo, mission yetu iko nyingine. Mission yetu kwanza ni kukombata agression étrangère. Agression yeyote mwenye iko agresseur wa nchi yetu anafuata kutunyang'anya nchi, anafuata kubalkanizia nchi. Huyu mtu tunapaswa mkombatre kabisa na energy moja ya yule sana. Ile ndio mission yetu ile ya kukamata silaha. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa hakuna adui anayepatikana Bibokoboko kama wanavyofikiri wengine. Kamanda amerejea mara tena. Mission yetu pia kama vile watu kupambana na silaha, mission ya soda ni kufanya nini? Kulinda pia raia na mali zake. Ile kwa mission pili ya soda. Na tunajua kama Bibokoboko iko eneo ambayo imeshikiliwa na jeshi la serikali. Bibokoboko hakuna adui. Bibokoboko iko jeshi la serikali ndio liko pale. Ni lazima watu waanze kuambiliwa. Sisi watu wanaanza kuingia mnaelewa tena. Unaona hiki kinatenganisha watu ni vita. Watu wanapigana hapa kupigana, watu wako matandazi tofauti. Hawa bana beko na tandazi hii, hawa wanaweza kuwa na tandazi hii. Alafu ilifo kuandaa watu pia, sababu watoke mawazo ya kujiunga na waasi. Kama gisho umesema kiongozi, jumbe huyo maalum wa Rais Felix Tshisekedi alipofika, malengo kabisa ni kuangalia gisha ya kufanya upatanisho kati ya makabila, wakiwemo Wanyamulenge pamoja na watu wa upande wa huku sehemu za Baraka, Fizi na sehemu zingine. Wewe kwa upande wako unakuwa na maoni gani kuhusu hiyo kauli ya huyo mjumbe? Mimi sijatoa maoni yangu, nakwambia kama sijatoa maoni yangu mimi. Maoni yangu ni kusema kwamba amani ni kitu ya kutafuta amani. Lakini kusema maoni yangu kuwe hivi hapa. Community zote zinapaswa kwanza kusensibilize community. Nakwambia nini? Ile tu nikwambia mawazo yangu. Kwa watu waniuliza hata kule Bibokoboko. Wakasema maji hivi tunatafuta kushuka kule tuanze fika kule hata kesho tunaanza fika. Ya Kutumba kuambia nini? Mimi siwezi barakire. Au mjumbe mwenyewe alisema vile. Lakini nikasema sitabarakire sababu siko ndani ya mawazo ya wale walikuwa kule. Kushuka kwa
tujiorganize kwanza. Wananchi wachunguze lile ambalo linaweza kuwa bora kwetu, sababu sisi wapambanaji wenye kupambana mavita tunaangaliaka namna ya vita jinsi iko. Aloro ni kitu kilicho muhimu kusema kwamba watu na wale wenye kule juu, sababu unaona watu waliuana sana. Kuna watu wanaanza kusema hao ndio waliua sana, hao ndio waliua sana. Watu waliuana. Wale wenye kule ndio walikuwa wazi sema wale wa kule yulu waliua wa huko chini na wa huko chini waliua wa kule yulu. Ndio akasema ifo watu wasameane, kwa kutafuta amani watu wasameane. Ndio alisema hivi. Na huko Baraka ni kwamba kijana mmoja amebaki na majeraha makali baada ya kupata kichapo kutoka kwa wanajeshi wa kikosi maalum Jumapili mida ya saa 10 katika kata Kalingaside mjini Baraka. Akiwa kwenye mahojiano na TV yako Mwanga wa tukio hilo, ameanza hapa kuonyesha namna tukio lilivyokuwa, huku akiomba uongozi wa kijeshi kuingilia kati kwa haraka swala hilo, hasa kuweza kupiga marufuku kwa wanajeshi kupanga sehemu moja na raia. Hii ni maumivu ya jana. Jana ilikuwa mida ya saa 10, natoka juu huko. Nakuta pale chini jirani yangu mtoto wake anapigana na soda. Kenda pale nikabamua. Mimi kubamua ule soda akaenda kule kwake kwenye hanekala. Kufika kule akata bunduki na wenzake mpaka kwangu kunyumba. Wakanambia mimi ndio nakimiza kule mwenye alikuwa anapigana naye. Hawakuuliza wala b. Wakafanya nini? Kunipiga. Walikuwa zaidi ya 12. Kunipiga. Mpaka mimi nikaumia vikali sana. Bahati mzuri nikakimbilia mwangu. Nikimbilia mwangu wakafuata hadi mwangu mnyumba kunifuata. Mimi naye asira mule mwangu nikataka mpanga na tapiga ule mwenye aliingia mule mwangu. Wakaniwai ndio wakatoa saa nje wakanipiga vikali, nikaumia mpaka nikaenda jana hospitali kutunziwa, nikashonewa. Kaka usiku unaona hapa hivi nasikia nikatunziwa, lakini sikuona chochote kile ambao walikuwa asubuhi kulikuwa nini wala nini hawakufika. Ndio naumia hadi humu mtumbu mbavu. Kwa hiyo kwa kuwa walipiga mimi na nini za bunduki nasikia na kichwa mote naumia mpaka nasikia maumivu makali mshingo. Chenye mimi ningeomba serikali ifanye nguvu, itenge raia na jeshi ngambo yao. Nasema sikuongea kitu chochote, bahati mzuri wajani wote wako pale na wote wanashuhudia kila kitu. Na huko Kilembwe kwamba shirika jipya la raia ndani ya sekta Lulenge katika tarafa Fizi imetuhumu viongozi wa askari polisi waliotumwa katika eneo hilo kutokuwajibika vema katika kazi kwa sababu za ulevi. Hivyo wanaomba kwa viongozi wa ngazi za juu kutuma maafisa ambao watafanya kazi kwa niaba ya raia. Kwa mujibu wake Bwana Belisumbi Abdul, kiongozi wa shirika jipya la raia eneo hilo, alihakikisha habari hii kwenye TV yako. Ameanza kwanza kutoa picha sasa kuhusu maafisa wa polisi pa Kilembwe. Nataka nitie wazi kulingana na polisi ambayo inatumika Kilembwe. Sio mara ya kwanza sisi kupeleka lalamiko letu kwa wakuu viongozi wa polisi wa territoire na wa province. Mara nyingi wakuu viongozi hawatujibu kwa sababu ya viongozi ambavyo vinatumwa hapa wa komandasiate wa Kilembwe. Kilembwe hizi siku zote kutoka kwa Kilegalega, komisari Kilegalega na komisari Mboto, Kilembwe kabisa yapata kabisa viongozi vya polisi vyenye kukamilika na vyenye kuwa timamu kwa kufuatilia kazi. Viongozi ambavyo vinapelekwa hapa ni walevi sana, kufuatilia kazi hakuna, wadeteniwa wanatoroka ndani ya kasho. Hivyo vitu vyote vinaleta huzuni sana. Hata kwenye mikusanyiko wanaweza kusubiriwa wa polisi wafike, hawatafika. Na ndio maana kila mara tunapeleka lalamiko zetu. Kwa nini kila mara kupeleka viongozi walevi, viongozi ambavyo havifuatilii kazi? Polisi haina muordre, polisi haifungi watu, hata wakuwapatia maneno hawawezi wakapatia maneno tena watu ambao wafuatilie maneno. Na ndio maana tulikuwa nalilia wakuu viongozi wa province, wa territoire, kamate Lulenge kama vile sekteri zingine za Republique Democratique ya Congo, watuletee wakomandasiate wenye kukamilika na wachapa kazi. Wasikuwe kila mara kutuletea walevi, waprisonnier wanatoroka hovyo, maneno hazifuatiliwi. Hiyo ndio lalamiko yetu. Tena mara nyingine watusikie, watubadilishie viongozi vya la polisi. Ingawaji polisi ni ndogo, lakini watubadilishie viongozi wa polisi, watuletee wachapa kazi, tutoshea hao ambao hawajui kazi wanafuata huku ulevi. Wakiendelea
kututilia tu watu, hata maimaji zao tutaenda wapeleka kule wakati wako walevi, mwanzo na gisi wanaumia na gisi wako walevi tu watafanya komande magani. Mwishowe Aberisumbi Abdul ameomba kwa viongozi kutuma maafisa wengine ambao watatenda kazi kwa faida ya wananchi wa Kilembwe. Tulianzaka na Major Wambali wakati alifika hapa kwa sababu alirudi hapa Turumbili juu ya ulevi wake, na tukaandika ulevi, kukuta kitu cha mtu ananyang'anya yeye sawa vile komandasi hata tena major, kuna pombe ovyo ovyo, hivyo vyote maana hakuna surveillance mokasho, madossier ifatiliwe sawa vile kawaida, na vile zote maraporo tulizipelekaka lakini hatukupata suluhisho. Alirudi kwa ajili ya magonjwa, aligonjwa ndio maana alirudi. Wakaleta wengine ambaye tunaye hapa Kilongo Kayumba, na ule Ansego mwenye alikuwa na Wambali ndio mwenye kuna Kilongo Kayumba naye Egle. Wote hao ni walevi haina seme kubadanganyia au nini, mapreve ziko na hizi ripoti zote tulizipeleka. Hata administrateur alifika hapa, hizo ripoti tena tulimpatia hizo pamoja na wachef ku timiere ba de groupement, lakini hatukupata suluhisho lolote kabisa. Kumuona tena huyo mtu ambaye aliitwa kuviongozi tena anarudi, wanatuletea au mwingine hapa komanda Siate, naye pia anakaa ku distance na Siate karibia ku kilometre 3 aiza 2 na Siate ndio kwenye kona kaa. Organisation wa polisi hakuna, organisation ya kasho hakuna. Kuna mtu mmoja ambaye aliuawa Maindombe, ikabidi waende kule ende fuatilia yale mambo, lakini wakati walifika kule mtu alikufa na yeye alikuwa pale, akashindwa kuleta ule mtu ambaye alisemwa alibebewa maboro. Kufuatilia maneno kikawaida hakuna, mapreve zote ziko, na hivyo vyote tunakwisha fika kwenye kuwa mkuu wa sekta anavitambua. Hivi vyote viko. Ulevi huo ndio usiseme, wanakunwa pombe, hata wako pale wanakunwa pombe, unakuta watu wako pale kwa ofisi wote ni walevi. Preve zote ziko. Haina mambo ya kuwadangania ama ya ujushi, hapana, ni mambo yenye kuwa palpable, yote iko kabisa, preve ziko. Na huko Uvira ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo ilipo Uvira imesema kuwa litaendelea kuwa nyuma ya wabunge wa mkoa ambao wamemwandikia gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi kibarua cha kutokuwa na imani naye, kwani ni njia mbadala ambao katiba nchi ya DRC inaruhusu. Habari hizo zimehakikishwa na Mafikiri Mashimango ambaye ni mratibu wa shirika hilo la raia. Ujumbe huo ameutoa kwenye meeting ya hadharani aliyoendesha weekend iliyopita mjini Uvira. Mafikiri Mashimango amezungumza nasi. Tulifanya meeting ya kabambi na watu walijibia sana samedi le 2 mwezi wa 2026, watu walijibia mkartier Kavivira, na tumeongea pointi tofauti. Ya kwanza ni motion censure contre le gouvernement Purusi. Watu wameamua kwamba wako derrière la motion initiée par maintenant le 21 députés, parce qu'effectivement bamesha que depuis que le bureau iko pale ya provisoire hapa Uvira hakuna hata initiative moya en termes de développement sur la partie sud-sud où le parti contrôlé leo iko contrôlé na gouvernement provincial. Hakuna kitu apart ma promesse ya mingi melewa ito hata resultat moya. Donc voilà comment la population sema notre c'est trop, franga ziko na kuya za mingi au niveau Kinshasa zinaweza servir mwingine na mwingine endelea, mais cet argent volé iko pillé par certaines personnes, donc par les gouverneurs mwenye iko censé essayer un peu ku répondre ku malengo ya raia sud Kivu. Voilà d'abord na kwetu tulisema kwamba tuko derrière l'émotionnel pour quand même l'essentiel ikifanyika. Il faut quand même rappeler chers journalistes kwamba c'est un exercice démocratique, c'est normal que un gouverneur anaweza itoa assemblée na kurepondre ma question tofauti, et si kama les députés vont voter contre anapasha kupitia. C'est pourquoi que tunalomba que watu waelewe c'est un exercice, na vraiment tulifurahi par rapport aux déclarations, tout ce qui a été recommandé. Deuxième point ni question ya makazi. Donc il faut kujua kama mpaka ma travaux ya route numéro 5 dans la ville d'Uvira, route numéro 30, ma projet PFG sous financement Banque mondiale ziko sipande azonekani. Donc route numéro 30 leo iko na tatizo, makazi meshimama. Ma projet PFG za Kabambi, modernisation ya Port Kalundu, frontière Kamvivira ziko zilianza jengewa. Si vous voulez bien soko ya Kabambi au niveau ya
ya Kagado zilishimamishiwa. Par rapport na route numéro 5 tulisema que ma plaidoyer ifanyike pour que au niveau national que le président de la République vraiment faciliter que ya ministre wa finance a dégager franga mbio pour quand même batu waone ba bénéficier barabara. Tofauti nayo, pointi zingine mbalimbali ziliweza kuzungumziwa kama vile usalama na pesa za wazalendo zinazotoka Kinshasa ambazo haziwafiki mafikiri yamerejea mara tena. Ase concerne makazi ya maprojet PFGL tulisema kwamba tunainda hii semaine kuongea parce qu'il y avait déjà promesse kuangalia le niveau le Banque mondiale le PFGL les responsables bafanye quelque chose le plus vite possible pour que makazi endelee. Ase concerne la route numéro 30 suivi naendelea kwa itakuwa permanent parce que effectivement ma travaux vraiment iko naenda pole pole. Et ase concerne la question ya ba réfugiés par rapport à les points, il faut que Dieu kama pako ba réfugiés kuyaka sans assistance si vous voulez bien encadrement ya ASER bako pas moins de 45 000 personnes mais leo selon réunion tulifanya ASER inaonyesha kama hakuna ce qui est prévu pour wale banaita ba rapatrier spontané. Or ce sont les mêmes personnes qui connaissent les mêmes difficultés. C'est comme ça que tuliamua kutandika barua. Et dans une semaine et demi, kama une solution haipatikani, patakuwa hiyo siti niko prévu le 14 mwezi wa 5 2026 kuka transit Kavivira pour kama watu wafanye sit-in baikali chini kwa jua kuangalia gisi ma préoccupation itakuwa répondue favorablement. Et enfin, et pour la question de la situation sécuritaire, unajua wanajournalist kama inakuwa haya on se réveille le matin utaprendre que baliwa mutu banaua mutu ni Baraka ni Fizi ni Uvira. On a recommandé que Par ma réunion il itakuwa au niveau provincial élargi et au niveau local pour que tuangalie tunaweza discuter pour quand même tukamate ba mesures sécuritaires parce que c'est anormal, la vie est secret mtu aweze kuwa nalamuka na kufa pour que tuko na serikali. Et enfin la question ni a plus de 4 millions de dollars yenye nakuya chaque mois pour le compte bazalendo mais parties za mingi za Sud Kivu ile franga yonekane. C'est comme ça que tulilomba kwamba pakuwe na réunion avec les wazalendo pour que tu discute tujue franga iko na iwa quel niveau pour que tuangalie nini tunaweza fanya pour sauver parce que c'est anormal pako wazalendo leo walikufa wako nakufa kuna teseka et pourtant le franga itakuwa ingeweza servir inchi ingeweza servir wazalendo mais il y a quelques personnes wako najikunja kufranga wanaiba franga ile inaweza saidia wengine. Voilà de manière bref nous allons continuer comme shirika jipelere tutajimpliquer tuendelee kufuatilia pour tuangalie toutes ces questions qui étaient abordées selon les proportions tuangalie nini inaweza fanyika. Si rien vraiment n'est fait, allez-y comprendre bon journaliste cher partenaire kwamba Maxo citoyen itaendelea itakuwa renforcer pourvu quand même idéal ifanyike. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa tahariri ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kushukuru ambao tutetegea sikio mwanzo hadi mwisho na kutupa muda wako. Nikukumbusha kwamba ni Fizi News 24 ambayo inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.